Unaendelea kutazama taarifa za NTV jioni. Afisi ya mkaguzi mkuu wa fedha za serikali imebaini kuwa faida ya zaidi ya shilingi bilioni 1.5 iliyowekezwa kwenye hazina ya Hustler Fund haijulikani iliko. Kulingana na taarifa ya ofisi hiyo kunradhi ya mwaka 2022 hadi mwaka 2023, mtazamaji, ni kwamba cha kushangaza ni kwa watu 1304 walipewa mkopo wa dhamana ya zaidi ya shilingi milioni 1.5 ila hawakuwepo kwenye orodha ya waliojisajili kwa hazina hiyo ya Hustler, huku wakionya huenda serikali ikapoteza zaidi ya shilingi bilioni 8 kutokana na deni za Hustler kutolipwa. Mwanahabari wetu Bridget Ngana ana maelezo ya kina. Miaka 3 baada ya kuzinduliwa kwa hazina ya Hustler iliyolenga kuimarisha mapato ya vijana kwa kuanzishia biashara ndogo, taarifa ya mkaguzi mkuu wa fedha za serikali inasema kuwa wasimamizi wa hazina hiyo hawajaweka wazi faida iliyotokana na zaidi ya shilingi bilioni 1.5 zilizowekwa kama akiba na waliokopa. Kulingana na mkaguzi mkuu wa fedha, hazina ya Hustler ilitoa zaidi ya shilingi bilioni 32 katika mwaka wa fedha wa 2022 na 2023, huku zaidi ya shilingi bilioni 10 zikisalia kuwa deni lisilolipwa kufikia tarehe 30 Juni mwaka wa 2023. Taarifa hii pia ikionyesha kuwa deni la shilingi bilioni 8.2 likiwa halijalipwa kwa zaidi ya miezi mitatu ya mwaka huo wa kifedha. Ripoti hiyo pia ikibaini kuwa baadhi ya waliopewa mkopo hawakuwa wameitisha mkopo huo wala kusajiliwa kwenye mfumo huo. Watu zaidi ya 114,000 walipewa mikopo ya dhamani ya shilingi milioni 161 kabla ya wao kulipa deni la awali walilokuwa wamechukua kwa hazina hiyo, huku watu 1304 walipokea mkopo zaidi ya shilingi milioni 1,700 ila hawakuwa wamejiorodhesha kwenye programu hii, huku zaidi ya watu 800 wakipata mkopo wa shilingi ya zaidi milioni 460 kabla ya kujiondoa kwa programu hiyo. Isitoshe, watu zaidi ya 1230 walipewa mikopo iliyopita kitengo chao. Mikopo hii yenye dhamana ya zaidi ya milioni 420 ilikuwa imepita kiwango na zaidi ya shilingi milioni 219. Watu 75 wakipewa mikopo ya shilingi 1774,330 iliyopita gharama ya kitengo cha mikopo na zaidi ya shilingi 300,000. Mkaguzi mkuu akisema hazina ya Hustler imekosa ratiba ya kufuatilia mikopo na huenda ikaishia na fedha za hazina hiyo kupotea. Bridget Ngana, NTV. Inaitwa Hustler Fund. Mahakama Kuu imempa